Mbegu ya mahindi aina ya T105 inatajwa kufanya vizuri katika maeneo mbalimbali nchini. Mkurugenzi wa kituo cha utafiti wa kilimo TARI Uyole kilichopo jijini Mbeya, Dr. Emmanuel Mlema ametoa wito kwa wakulima kuzingatia kilimo bora kinachohusisha kupanda kwa wakati, matumizi sahihi ya mbolea pamoja na udhibiti wa visumbufu vya mimea ili kupata tija kwenye uzalishaji. Tumezalisha aina mbalimbali za mahindi ikiwemo T105. Hii aina imekuwa na ufanisi mkubwa kwa maeneo mengi Tanzania, ukanda wa kati, ukanda wa magharibi, na sasa imefanya vizuri sana nyanda za juu kusini. Na kutokana na uzaji wake kuwa mkubwa na uwezo wa kustahimili ukame, msimu huu kituo chetu kimezalisha kiasi kikubwa cha mahindi ya aina hii ya T105, ambayo sasa unakuta mkulima anapolima akifuata taratibu za kilimo bora cha mahindi anaweza akavuna zaidi ya gunia 30 kwa ekari. Na unakuta kwamba mwindi mmoja unaweza ukazaa mahindi mawili. Hasa kwa wakulima ambao wanalima kwenye maeneo mazuri kama hii mikoa ya nyanda za juu, ana uwezo wa kupata mpaka gunia 30 na kuendelea. Tunachotoa ushauri wetu na rai kubwa kwa wakulima wetu, wajitahidi kwanza kupanda kwa wakati, lakini kupanda kwa nafasi, lakini wakumbuke kutumia mbolea, kuzuia magugu na vile kuzuia visumbufu. Wana uhakika huo. Na uzuri mmoja wa sisi wa kituo chetu, tunatoa elimu ya kilimo bora kwa wadau wote. Kwa hiyo waje wachukue, tuwape hii package ya mbegu bora, lakini tuwape na package ya kilimo bora. Kitu cha kwanza, tumejipanga vizuri kwanza kuhakikisha kwamba hizi mbegu ambazo ni bora zinafikia pia makampuni ambayo yanazalisha zile mbegu, lakini vile kwenda moja kwa moja mpaka kwa wakulima. Na tumezalisha kwenye mashamba mengi. Utaona kwenye mashamba yetu yalioko kule Nkasi tumezalisha, mashamba yetu yalioko kule Songea tumezalisha, hapa Mbeya tumezalisha, na wanaweza wakaja wakajionea tangu mbegu hizi zinapokuwa shambani, zinapokuwa galani na hata zitakapowafikia. Kwa hiyo tunawaalika sana waweze kujipatia mbegu hii bora. Hata kama tumekwenda chini sana, tutafika kwenye tani 200 na zaidi kwenda tani 300. Na siku zote tunasema wakulima, ili uweze kulima tunaanza na uchaguzi bora wa mbegu. Kwa sababu kilimo bora kinategemea zaidi ya 66% ina aina gani ya mbegu umeichagua. Na ndio maana sasa tuko hapa ili kuhakikisha kwamba wakulima wanapata ile mbegu inayowastahili. Na mbegu ambazo tunazo katika nchi, kwa sababu ukitaka uchezee kilimo cha nchi au cha nchi yote ile, cheza na mbegu. Na ndio maana sasa kama taasisi ya utafiti wa kilimo tunahakikisha kwamba tunampatia mkulima mbegu ambayo inamstahili katika kanda zote. Na ukiangalia katika kijiografia nchi hii, kilimo cha mahindi kinastawi katika ukanda wa chini kwa maana ya joto kali, lakini pia ukanda wa kati kwa maana ya joto la wastani, lakini pia kwa maana ya ukanda wa juu ambao kuna mvua nyingi. Na mbegu kama hii T105 kanda zote hizo tatu inastawi. Kwa hiyo maana yake kila Mtanzania ambaye anaweza akalima mahindi katika nchi hii mbegu bado inamfaa kuweza kulima katika maeneo yake. Mpango wetu ni kwamba hii mbegu kwa mwaka huu au kwa msimu unaokuja itapatikana kwa wadau wetu mbalimbali. Kwanza wakiwemo wauza pembejeo wote wa nyanda za juu kusini, hii mbegu itakuwa inapatikana kwao. Lakini vile tuna mpango wa kutumia wadau wetu mbalimbali wengine kama vikundi vya wakulima, AMCOS zote ambazo zinajihusisha na kilimo. Tutahakikisha hizi mbegu zinawafikia na inakuwa ni njia mojawapo ya kumfikia mkulima mmoja. Kwa kila mmoja anaweza kaona hapa shambani vile yalivyo, ni mahindi ambayo yako vizuri sana, na washauri pia wakulima ambao wanatamani kulima kama mimi waje wanunue mahindi TARI Uyole ambayo ni T105. Ni mahindi mazuri sana, yanafanya vizuri shambani. Nimeanza kulima toka mwaka juzi, na mimi nilikuja nikapata ushauri, njoni mpate ushauri hapa TARI Uyole kwa ajili ya hii mbegu. Nilivyopata ushauri kwa ajili ya T105, mwaka juzi nimepata gunia 30. Mwaka jana nimepata gunia 30 na kidogo. Na mwaka huu nimelima, ndo kama mnavyoyaona hapa mahindi yamefanya vizuri hapa shambani. Kila mmoja anaweza akaangalia na yalivyo tu shambani.